Jeshi la DRC na waasi wa M23 wanapanga kufanya mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja Aprili 9 mwaka 2025. Serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaosadikika kuungwa mkono na Rwanda wanapanga kufanya mazungumzo ya moja kwa moja Aprili 9, duru za pande zote mbili zimesema siku ya Jumanne. Mazungumzo hayo yanaweza kuimarisha juhudi za Qatar kukomesha mapigano mabaya zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo ya katikati mwa Afrika katika miongo kadhaa iliyopita. Mkutano wa Doha utakuwa na mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili tangu wapiganaji wa M23 walipoteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo katika mashambulizi ya haraka yaliyoua maelfu ya watu na kuwalazimisha mamia kwa maelfu kukimbia. Afisa wa Kongo amesema mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika Aprili 9 mwaka huu 2025 kuzuia utovu wa nidhamu wa upande mwingine. Chanzo ndani ya M23 kimethibitisha tarehe hiyo na kudokeza kuwa kitawasilisha madai yake Kinshasa. Pande zote mbili zilikubaliana kutojadili hadharani maudhui ya mazungumzo hayo, vyanzo hivyo vimesema. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walifanya mkutano wa kushtukiza mjini Doha mnamo Machi 18. Waasi wa M23 wakilinda wakati wa mkutano ulioandaliwa na M23 kwenye uwanja wa Unity baada ya kutekwa kwa mji wa Goma na waasi wa M23 huko Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Februari 6, 2025 iliandaa duru ya pili ya mazungumzo kati ya nchi hizo mbili kuanzia Ijumaa na kukutana tofauti na wawakilishi wa M23. Maafisa wa Kongo na M23 bado hawajakutana kulingana na vyanzo vingine. Rwanda inakanusha kuunga mkono M23 na inasema jeshi lake linajilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wenye silaha kutoka kambi ya mjini Kigali. Mgogoro huo ambao unaendelea katika mpaka wa mashariki wa Kongo na Rwanda na Uganda una mizizi yake katika kuanguka kwa mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 na ushindani wa kikanda wa utajiri wa madini. M23 walikuwa wamedai mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa kwa muda mrefu, lakini Tshisekedi alikataa akisema kuwa M23 ilikuwa mbele tu ya Rwanda. Alibadili mawazo yake mwezi uliopita akikabiliwa na kushindwa katika uwanja wa vita na akakubali kutuma ujumbe wake Rwanda, mji mkuu wa Angola. Mazungumzo haya yalisitishwa dakika za mwisho wakati M23 ilipojiondoa baada ya kukumbwa na vikwazo vya Umoja wa Ulaya.